Lazaro Twange ateuliwa kuwa mkurugenzi wa TANESCO. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amemteua Lazaro Jacob Twange kuwa mkurugenzi mtendaji shirika la umeme Tanzania TANESCO, ambapo kabla uteuzi Twange alikuwa mkuu wa wilaya ya Ubungo jijini Dar es Salaam. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amemteua Lazaro Jacob Twange kuwa mkurugenzi mtendaji shirika la umeme Tanzania TANESCO, ambapo kabla uteuzi Twange alikuwa mkuu wa wilaya ya Ubungo jijini Dar es Salaam. Na hatimaye Msando wa Misho Andeni sasa ni DC Ubungo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amemhamisha Albert Gaspar Msando kutoka kuwa mkuu wa wilaya ya Andeni kuja kuwa mkuu wa wilaya ya Ubungo, akichukua nafasi ya Lazaro Twange ambaye ameteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme Tanzania TANESCO. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amemhamisha Albert Gaspar Msando kutoka kuwa mkuu wa wilaya ya Andeni kuja kuwa mkuu wa wilaya ya Ubungo, akichukua nafasi ya Lazaro Twange ambaye ameteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme Tanzania TANESCO. Hatimaye mahakama ya Tundu Lissu afikishwe mahakamani. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imeamuru mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu afikishwe mahakamani hapo Mei 19 mwaka 2025 na mkuu wa gereza la Ubungo. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu, anayekabiliwa na mashtaka matatu ya kuchapisha taarifa za uongo, alishindwa kufikishwa mahakamani kutokana na hoja za upande wa jamhuri kwamba kesi hiyo isikilizwe kwa njia ya mtandao, huku Tundu Antipas Lissu naye akigomea kushiriki kesi hiyo kwa njia ya mtandao. Hatua hiyo inatokana na uamuzi wa hakimu mkazi mwandamizi Geoffrey Muhini ambaye ametupilia mbali hoja za upande wa jamhuri uliotaka kesi hiyo isikilizwe kwa njia ya mtandao kutokana na sababu mbalimbali. Katika uamuzi wake, hakimu Muhini amekubaliana na hoja za jopo la mawakili wa utetezi wakiongozwa na Mpale Mpoki ya kwamba shauri hilo lilipaswa kuendeshwa wakati mshtakiwa akiwepo mahakamani, kwani zipo baadhi nyaraka zinazotakiwa kusainiwa kwa sababu alitakiwa kusomewa maelezo ya awali PH. Nje ya mahakama, wakili Daktari Lugemeleza Nshala amesema kile kilichofanywa na mahakama kwamba kesi isikilizwe kwa njia ya mtandao ni sahihi, kanuni zinaruhusu, lakini akaendelea kusema kwamba mahakama hii haina mamlaka kuamuru magereza namna ya kukaa na mshtakiwa gerezani. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imeamuru mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu afikishwe mahakamani hapo Mei 19 mwaka 2025 na mkuu wa gereza la Ubungo. Hatimaye aliyemtishia Padri Kitima mtandaoni akamatwa na jeshi la polisi. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limemkamata na pia kumhoji kwa kina Frey Edward Kosea mwenye umri wa miaka 51, mkazi wa Dodoma na Mbezi Beach Makonde jijini Dar es Salaam, kufuatia chapisho lake la vitisho dhidi ya Padri Charles Kitima aliyolitoa kwenye mitandao ya kijamii siku chache kabla ya padri kupatwa na tukio. Akiongea jijini Dar es Salaam, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Muliro Jumanne Muliro amesema upelelezi wa shauri hilo unaendelea. Jeshi la polisi Tanzania linawashukuru wananchi, linatoa wito kuendelea kushirikiana ili kuimarisha mifumo ya usalama na kutoa fursa kwa wahalifu kutenda makosa. Katika ukurasa wake wa X, Frey Aprili 28 mwaka 2025 aliandika, mwambieni Kitima ipo siku ataingia kwenye 18, atoka asa au Tanzania, mwacheni ajifanye mwanasiasa, mfikishieni message, siku si nyingi atapata anachokitafuta, dawa yake iko jikoni, atakuja kuozea jela. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limemkamata na pia kumhoji kwa kina Frey Edward Kosea mwenye umri wa miaka 51, mkazi wa Dodoma na Mbezi Beach Makonde jijini Dar es Salaam, kufuatia chapisho lake la vitisho dhidi ya Padri Charles Kitima aliyolitoa kwenye mitandao ya kijamii siku chache
kabla ya padri kupatwa na tukio. Bunge la Ulaya kujadili kesi ya Tundu Lissu. Bunge la Ulaya linatarajiwa kufanya mjadala wa dharura kujadili masuala ya kisiasa nchini Tanzania, wakilenga zaidi kujadili kwa kina kuhusu kesi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu na hatari ya hukumu yake iwapo atapatikana na hatia ya uhaini. Kwa mujibu wa taarifa iliyowekwa kwenye tovuti rasmi ya bunge hilo, mjadala wa bunge la Ulaya unatarajiwa kuanza Mei 8 mwaka 2025 kati ya saa 7 mchana hadi saa 4 usiku kwa saa za Ulaya. Baada ya mjadala huo, wabunge wa Ulaya wanaandaa na kupiga kura juu ya azimio maalum lenye rejea ya mwaka 2025 yenye nambari 2690 RSP Mei 8 mwaka 2025 kuhusu mjadala huo wa kesi inomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu. Tundu Antipas Lissu anakabiliwa na mashtaka mawili, ambapo moja ni la uchochezi na jingine ni la uhaini, ambalo adhabu yake ni kunyongwa, ambapo kesi yake inatarajiwa kuendelea tena kesho katika mahakama ya Kisutu. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye bunge la Ulaya linatarajiwa kufanya mjadala wa dharura kujadili masuala ya kisiasa nchini Tanzania, wakilenga zaidi kujadili kwa kina kuhusu kesi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu na hatari ya hukumu yake iwapo atapatikana na hatia ya uhaini. Mahakama yatoa kauli kesi ya uhaini ya Tundu Lissu, upelelezi haujakamilika. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imeutaka upande wa serikali kukamilisha upelelezi katika kesi ya uhaini inomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu. Kesi ya uhaini imetajwa mbele ya hakimu mfawidhi Franco Kiswaga, ambaye ameahirisha kesi hiyo hadi Mei 19 mwaka 2025, huku akiutaka upande wa serikali kukamilisha upelelezi. Hapo awali wakili wa serikali mwandamizi Tawabu Isa alieleza mahakama hiyo kwamba shauri limekuja kwa ajili ya kutajwa na upelelezi haujakamilika, lakini pia mshtakiwa Tundu Antipas Lissu amegoma kushiriki kesi hiyo kwa njia ya mtandao kutokea gereza la Ukonga. Kwa upande wake, Juma Mwaibako ambaye ni mkuu wa gereza la Ukonga amedai kuwa mtuhumiwa amekataa kusikiliza shauri hilo kwa njia ya mtandao. Madai ya kutokamilika kwa upelelezi yalipingwa vikali na jopo la mawakili wa utetezi wakiongozwa na Mpale Mpoki, aliyesema kwamba haoni sababu ya upelelezi kutokamilika kwa muda mrefu, takribani ni siku 27 sasa, ambapo nje ya mahakama wakili Lugemeleza Nshala, ambaye pia ni mwanasheria mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ameeleza kuhusu mwenendo wa shauri hilo na kusema wanataka kuona upelelezi ukikamilika kwa haraka. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu alifikishwa mahakamani hapo kwa mara ya kwanza Aprili 10 mwaka 2025, akikabiliwa na kesi mbili za jinai, ikiwemo uhaini na kuchapisha taarifa za uongo, ambapo alisomewa mbele ya mahakimu wawili tofauti. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imeutaka upande wa serikali kukamilisha upelelezi katika kesi ya uhaini inomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu. Kalikawe achukua fomu ya kugombea urais. Mwanachama wa chama cha ACT Wazalendo Aluni Kamugisha Kalikawe amechukua fomu ya kuomba kuteuliwa kuwania urais kupitia chama cha ACT Wazalendo, ambapo amekabidhiwa fomu hiyo na katibu wa kamati uchaguzi wa mafunzo wa chama hicho Shawezi Mketo katika makao makuu ya chama hicho jijini Dar es Salaam. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye mwanachama wa chama cha ACT Wazalendo Aluni Kamugisha Kalikawe amechukua fomu ya kuomba kuteuliwa kuwania urais kupitia chama cha ACT Wazalendo, ambapo amekabidhiwa fomu hiyo na katibu wa kamati uchaguzi mafunzo wa chama hicho Shawezi Mketo katika makao makuu ya chama hicho jijini Dar es Salaam.